Na maana hadi sasa hivi hajarudi? Hajafika bado. Kwa hiyo mama, unaongea kweli mume wako katoka au so? Hayupo. Najua tena mama tena msabato. Alafu najua leo Ijumaa anaenda kufungua sabato. Alafu kitakapo anaenda kwa wewe ndugu yake. Babe, uko serious kweli? Sasa mimi nikudanganya jamani? Siwezi kukudanganya. Sio unanijua. Mimi nakuamini. Haya. Mimi basi. Karibu ndani. Okay. Kiongozi, kama nilivyokuambia, mgonjwa wetu ana shida ya kansa ya damu. Kwa kitaalamu tunaita leukemia. Kwa sasa hivi mgonjwa wetu kwa hatua aliyofikia ni end stage of disease, yani kansa yake imefikia mwisho. Kwa hiyo kwa sasa hivi sisi kama madaktari tumefanya kadri ya uwezo wetu. Sasa zimebaki za kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa sasa hivi tukae karibu na mgonjwa zini. Kiongozi, mbona unaondoka sasa? Hujamaliza kuzungumza. Kaka, kweli mtapona mimi? Ya, utapona ndugu yako. Na kwa nini unalia? Sijana. Boss, unafanya fika ofisini kwangu. Maana kazi hii umeshaichoka sana au sio? Kwa sasa hivi nakwambia kazi hii anashia hapo. Maana cha kuchoka. Ndio. Jambo hili nimelichoka sana. Na sio kwamba naharibu ndoa na ninachoongea, yani hapa mke wako apikiza mwanaume ndani. Na sio kwamba nataka kulipa. Mimi nakwambia ni kweli. Yani unatoka, yeye anaingiza mwanaume ndani. Na hapa yani ametoka kuingiza mwanaume ndani na yani kiufupi anatoka naye. Sana mimi kwamba siwezi nikaingia ndani sasa hivi. Siingii na ninaondoka. Lakini taarifa ni hiyo nimekupa. Haongei hali, mara nyingi analia, alipoteza kazi, mlango akafungiwa. Sawa. Nimeelewa. Umeelewa nini? Kosa nini?
Kwa bahati mbaya ndugu yako ameweza kupoteza maisha. Nilikuwa nakupa pole na ninakupa pole sana. Kwa kuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Ameamua iwe hivyo. Nakupa pole sana sana wewe na ndugu zako. Halo? Kuna nini tena jamani? Halo? Niambie basi kuna nini? Halo? Nikakufa. Tabasamu ulipoteza mpendwa wako, ulipoteza kazi, marafiki wamekutoroka kwenye moto huu mkali. Oh mama, you hospitalini.